نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tupo katika siku tukufu ya Ijumaa, siku ambayo kuna fadhila nyingi sana. Ndugu zangu, mada ambazo tunateremka nazo mpaka hivi sasa ni mada zinaelekea na kadhia kubwa ya ndoa, ambayo ndoa kuna watu wameona kwamba ni jambo la kipuuzi na kuna wengine wameona kwamba ndoa ni jambo ambalo halina mpango, na kuna wengine wamechukulia kwamba ndoa ni furaha ya siku ile ya kuolewa na furaha ya zile sherehe ambazo zinafanyika pale, basi ikawa ndoa imeishia hapo. Wamefikiria siku moja tu, lakini siku zingine hawakuifikiria kwamba kuna mengi ambayo yanatokea. Ndugu zangu, kutokana na kadhia ya ndoa, ulama wamesema lihadha al-yawm lahu ma ba'da, kutokana na siku hiyo ya kuolewa ama ya kuoa kuna mengi ambayo yatakuja baada ya kuoa au ya kuolewa. Ndio kwa maana zikaja aya nyingi kwenye Qur'ani, zikaja hadithi za Mtume za kuelekeza vipi utaishi kwenye ndoa. Wanawake wamejitahidi kidogo katika masuala ya ndoa, wanakuwa na wale makumbwi ama wale wamama watu wazima wanampunga binti yao ama wanampunga binti yao katika maisha yake ya ndoa, wanamfunza yale asiyoyaelewa. Sema tu kidogo wametia mambo mengine ya haram, ya miziki, na wengine wanakwenda ndivyo sivyo, kinyume kabisa. Lakini baadhi yao wengine wameweka utaratibu huyo kwamba watamtia binti pale, wamlinganie, wampe mafunzo jinsi gani ataishi kwenye ndoa yake. Lakini sisi wanaume sio hivyo. Hakuna muda wa kusema tuwasogelee wale ambao wameshakuwa na muda kwenye ndoa, watueleze nini maana ya ndoa, utaratibu uko vipi. Sisi hiyo hatuna, tuko wajanja. Ndio kwa maana talaka ni jambo linachukiza kama litatoka ovyo ovyo.
na wanawake waliopita ilikuwa ni aibu kubwa kwao kumwozesha binti yake kisha akaja kuachika baada ya muda mfupi. Walikuwa wanaona kwamba ni aibu binti kurudi nyumbani na mizigo eti ameachika. Walikuwa wanaona ni aibu kubwa sana. Kwa hiyo walikuwa wanajitahidi kabla ya binti yake kutoka na kuolewa, anampangia siku za kukaa naye chini, anamfunza yapi afanye ili ndoa yake idumu. Lakini baadhi ya wengi leo, wanawake na wazazi, wanafikiria furaha, mahari, nini, ndio wanafurahia. Sasa ndugu zangu, mama huyu Asma binti Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma ana maneno ambayo amemshauria, amemfunza binti yake, wanachuoni wakayaweka, wakayasajili kwenye history. Maneno muhimu sana, leo tayachambua kwa uzuri. Binti alipopata kosa, mama akatulia, kamuita binti, akaanza kumpa sasa ushauri, mafunzo ya kwenye ndoa, mwanamke anavyotakiwa kuwa kwenye ndoa yake. La kwanza akamwambia, alimwambia unaenda katika sehemu lam ya'rifuk, hawakujui na wewe hauwajui. Sasa chukua haya mambo yatakusaidia. La kwanza akamwambia binti yangu, mama bishabihi bil qanaa wa husni sam'i wa ta'a. Binti yangu, chukua silaha ya kwanza, ishi na mume wako katika kurizika. Rizika na maisha ya mume wako. Qanaa ni mtu kutosheka na kile ambacho anachopewa. Wa fi husni sam'i wa ta'a, kana mume wako mtii, usikilize, mtii mume wako, kuwa chini ya taa ya mume wako. Kisha akampa faida sasa. Akamwambia wa fi husni sam'i wa ta'a maridhaati li rabbi. Ukikana mume wako unamsikiliza, unamtii, Allah atakuridhia. Kana kwamba anamwambia ndoa ni kutafuta radhi za Mola wako, unakwenda kupata radhi za Mola wako, ndio maana ya ndoa. Kisha la pili akamwambia fa inna fil qanaati rahatu qalbi, katika kutosheka na kile ambacho mume wako atakuwa amekuletea ni kutulia kwa moyo. Utakao unatulia moyo wako. Mwanamke anatakiwa atulie, anatakiwa atulie katika nyumba yake, awe mtulivu, asiwe na papara, asiwe na tamaa, awe na utulivu ili amtulize mume wake. Ndio akamwambia. Kisha la pili akamwambia tafaqqad mawdi'a aini, chunga sana jicho la mume wako, chunga macho ya mume wako. Atayachunga vipi macho ya mume wake? Inabidi mume anaporudi ndani katika nyumba asioni mambo ya uchafu. Nyumba iwe safi, kuanzia sehemu ya vyombo, chooni, mpaka sehemu ya kulala. Mwenyewe inabidi awe msafi, awe clean. Hii ni moja anamfanya mume anatulia na anafanya mume anakupenda zaidi. Kisha ndugu zangu, la tatu akamwambia wataahadi mawdi'a harfi, chunga sana pua la mume wako. Huyu usafi anamfunza mume asitazame uchafu katika macho yake ndani mwako. Binti yangu, mume asisikie harufu mbaya katika nyumba yako au kutoka kwenye mwili wako. Asikusogelee siku yoyote akasikia unanuka, akasikia harufu mbaya, atakukimbia. Hawa ni wanawake wema waliopita, wanajua malezi, wanajua nini maana ya ndoa. Kisha ndugu zangu, la tano akamwambia, la nne akamwambia watafaqqad waqta ta'amiha, linda sana binti yangu, chunga muda wa mume wako kula.
Muda wa lunch wanao makini sana. Mume wangu hivi anatoka kazini, muda huyu atakuwa na njaa, kwa hiyo akimaliza kula chakula kiwe tayari. Kuwa makini sana na huyu muda wa kula. Sio mtu ameshinda na njaa, mume wako ana njaa, unajua muda wake wa kurudi nyumbani, kisha ukao umechelewa kutwa nzima haujaandaa chakula. Hii inamfanya mume kuchukia. Kwa hiyo chunga hizi sehemu utadumu kwenye ndoa. Kisha akamwambia, wahdai hina manami, binti yangu, unakwenda kuolewa, unakwenda kwa mume wako kuanza maisha mapya. Kuwa mtulivu muda wa kulala, maana pana sana. Usiwi mkaidi, usiwi mwenye jeuri. Lainika muda wa kulala, kuwa tayari mbele ya mume wako muda wa kulala. Sio leo nimesuka nywele zangu naogopa kuoga janaba mimi sitaki, au nimechoka sana sitaki, au sijui. Usilete hoja nyingi. Uwe mtulivu muda wa kulala. Kitanda kiko safi, umetandika shuka zako ni nzuri, mwenyewe umejibamba, kisha uwe mtulivu. Unapoguswa kubali, ukikogotwa huku nenda uwe mlaini, sio kiguswa nitulie. Au ni kila siku sijui na nini na kuwa punda. Mama Asma, mwanamke mwema aliyopita na mabinti yake, uwe mtulivu katika muda wa kulala na mume wako. Kwa mtulivu, mume ajiachie, mume apate raha. Kisha kumwambia lingine la 6, rai ya lahu, uwe mlezi mzuri katika watoto, mlelee watoto. Mume amebahatika kupata watoto, wale watoto wa mume wako. Uwe mama bora katika malezi. Wanafeli wengi katika wanawake wa hizi zama. Mwanamke kazi yake ni kuzurura, mara naenda St. George, mara naenda South Beach, mara naenda kwa mama fulani. Muda wa kutulia na watoto wake nyumbani hana. Namna gani atawalea watoto wake? Malezi hana, manake hana malezi mazuri. Utakuta watoto saa 2 ya usiku wako wanacheza barabarani. Mama yao yuko wapi? Wewe umeshinda unatafuta riziki, umechoka. Unataka ukifika nyumbani urelax, utulie. Mke ndo atakutuliza. Ndio maana Allah akasema nini? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Katika aya za kunijua mimi nimejalia katika nyinyi kuombea wanawake. Nimeombea wanawake malengo, litaskunu ilaiha, mpate kutulia. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, nikajalia mapenzi na huruma, muhurumiani. Sasa hapa utulivu mume awe nao. Sio ametoka kazini afike pale aanze tena kwa watoto wako wapi, sijui aanze kusumbuka makelele. Leo watoto vizuri, imefika ule muda umewakogesha wote, wametulia ndani, umewaweka nafasi yao. Mume anaingia akute nyumba ina utulivu, apate kupumzika. Huko nje kuna mambo mengi kusema mwanaume au mume au sisi wanaume kupata riziki. Tunachoka sana, mabosi wanasumbua, riziki ni ngumu. Wakati mwingine unaingia kichwa umejaa. Ukiingia ndani natakiwa mama watoto au mke wako awe fundi wa kukutuliza. Kwa hiyo akamwambia leo watoto vizuri, mlelee mume wako watoto, wao watoto wawe na heshima, wawe na malezi mazuri. Haya yote ni mafunzo, sio kukimbilia mahari. Siku hizo watu wanakimbilia ni mahari. Ukileta posa, ndio baba mahari hapa ni 40. Wewe mbona unakimbilia mahari? Hutuba iliyopita nimezungumza ya kwamba ndugu zangu, mbele ya kuomba mahari ya 40,000, 30,000, upate kujua kwanza kwamba katika akaunti yako wewe una laki ama una 60,000. Kwa maana mke akiolewa maisha yakamshinda, binti yako itabidi ajihului ndoa ile, na baada ya kujihului ndoa, kujivua ndoa ile, inabidi ile pesa ya watu irudie kamili, mahali ya rejea. Wangapi katika vijana hapo wameshazulumiwa mahali?
Sisi tunajua watu wengi wameshasulumiwa mahari. Ameoa, baada ya kuoa binti amegeuka. Na siku hizi unajua akishaona tu amekutafuta amekukosa, anafika anambia tu hana nguvu za kiume. Mimi naona walai shekhe mume wangu hana nguvu za kiume. Ndio wenye wanakimbiliaga wewe. Sasa hii miaka yote niliishi nimeshazaa watoto. Nguvu za kiume hana, inakuwa vipi leo ndo ana nguvu za kiume? Na hapo akitoka mahali atarudisha. Ukienda kwa mama yake wale washenga, ashaile mahali kijana anaomba mahali yake ili apate kuoa mwingine mwanamke. Unaona mahali, ukikuta sasa una mama mkwe ambaye hana adabu, anakumaliza. Huyu kijana ana adabu, yaani kalala na mtoto wangu miaka 5 na leo anaomba mahali. Mama wewe, unakuwa na dini wewe mama wewe. Kwa hiyo kama alishia hata ikiwa miaka 10, ndio ya mama alikuwa anauziana. Ndio mahali inaishia hapo. Baadhi ya wanawake wasiokuwa na dini wanaongea haya maneno wanayoongea. Asalimzalia watoto. Kwa hiyo watoto walimzalia, na ukipata bahati ukarudishwa mahali, wanafuka wanazibiwa watoto. Usiendaje hata kuwaona. Tulimrudisha mahali yake watoto wanne. Asikaje hata. Sasa ndugu zangu, mambo ya ndoa yanabidi tuwe na ujuzi na tusome katika kipindi hichi cha bado kuolewa, kwa kuna ilmu. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalam ala Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwa kumalizia hotuba yetu, ndoa imekuwa ni matatizo makubwa, na tabu moja ni kukosa mafunzo. Si wakwe, si mwenye kuoa, si mwenye kuolewa hawana mafunzo. Mtu anaoa ili yani apate kufanya tendo la ndoa basi, lakini ni maisha ambayo unakwenda kuishi maisha yako, mwenzako mtazalia watoto. Sasa akaambiwa kumalizia, uwe mlezi mzuri wa watoto. Kisha lingine akamwambia la 7, wahfadhi malahu, hifadhi mali za mume wako. Mama anamwambia binti yake, nenda uhifadhi mali za mume wako, pesa za mume wako. Wewe ndio uwe sababu kubwa ya kuzalisha pato la mume wako. Mama huyo. Baadhi ya kina mama wale wanafanya nini? Binti akiolewa na mume, baada ya miezi miwili anamuita, na wewe mbona hujaniambia kitu? Nini mama? Sasa hujaniambia mume wako nimekuta na banka yangu. Mama mkwe wewe hayakuhusu mama mkwe. Mama mkwe banka ya mkwe wako wewe haikuhusu. Usiulizi. Na wengine wa mama mkwe wana tabia mbaya. Wewe ukienda kuchumbia tu tayari amepata shamba. Wengi wanawake wako hivyo. Kuna wakati mwingine anakosa haya, yeye mwenyewe anainua simu. Baba, salamu alaykum. Alaykum salaam. Niko na shida rande 2000 baba. Niko na shida rande 2000. Sasa unampigia mtu hivyo unachumbia hapo na shida rande 2000. Yake yeye kaja ndio aokoe maisha yako. Au hata kama ameshakuoea, unataka umpe ule uzito, muache mwenyewe ataikaa, wataongea na mke wake. Atakwambia mke wako, mama, mbali siku hizi hali si nzuri, kama kuna chochote cha ziada tuma. Sio wewe mama mkwe au baba mkwe uwe ndio kiherehere cha kuomba wake zako pesa. Ndugu zangu, kisha na kumalizia akasema, la tushina lahu sirran, usitoi siri ya mume wako. Siri ya mume wako, siri yenu ya ndani iwe siri. Wewe kama mke usizitoi siri za mume wako nje. Kuna baadhi ya wanawake wana tabia mbaya. Mtu anakwenda kwenye mashoga zake, anawaambia mimi wangu naye anaanguza kiuno. Akifanya kama moja kake hapo ndo tayari. Mke huyo anatoa siri za ndani. No, umezenu niaje? Mimi wangu naona kama nitabanya. Yaani simuelewi. Hii ni siri ya ndani, usitoi. Mkiwa naye au mmeachana. Kisha lingine akamwambia,
wala usimwasi mume wako amri zake, wala ta'sina lahu amran, usiasi amri ya mume wako. Mume wako amekwambia sitaki utoke hivi, heshimu. Ukitoka pa nyumbani lazima uniage, heshimu amri ya mume wako. Nataka nile chakula hiki, mheshimu. Yani ile heshima ya kumheshimu mume inamfanya mtu awe na mapenzi makubwa na mke wake pale ndani. Haya yote ukiyachukua, kama mke uliolewa, mume atapata wapi chanzo cha kusema vibaya wakati wewe umemtuliza? Ndugu zangu, pamoja na kwamba kuna wanawake wanaambiwa wawatii waume zao, wawaheshimu, wawe chini ya taa, lakini wasisahau ya kwamba wanaume wasijitukuzi sana kwamba atamwamrisha jambo lolote amtii. Mtume anasema la ta'ata lilmakhluqin fi ma'siyatil khaliq, hakuna taa ya kumtii kiumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, moja katika silaha kubwa ya kumfanya mume akatulia ndani, silaha kubwa ni mapokezi ya mume anapoingia ndani. Ile action ya mtu anakuja amechoka, anagonga mlango, anaingia ndani. Hapo wake wengi wamefeli, wanawake wengi wamefeli hapa. Kuna wakati mwingine mtu anaingia muda ambao hazoei kuingia, anazoea kuingia saa 12 au saa 1, lakini kafika muda mpaka saa 8 ya usiku ndio anaingia, ama ameingia saa 5 ya usiku, saa 4. Malezi mazuri ni kumpokea kwanza mume wako. Kama mke, karibu, anaingia, maji ya kuoga, unamuuliza habari za huko, unampa nafasi ya kujieleza. Mume wangu, mbona umerudi leo umechelewa? Mke wangu, nimekutwa na hili na hili na hili. Hii ni silaha wanawake wachukue. Mpokee mume wako kwanza, mpe maji aoge, mpe chakula hale, mpe nafasi. Sasa kuna wakati mwingine wewe hautouliza, yeye mwenyewe ataanza kujieleza sababu ya yeye kuchelewa. Leo ukija umechelewa tu tayari unamkuta amevimba, amefura, matusi, unatoka kwa wake zako, ushakuwa malaya. Hii ndoa haitadumu. Haujui pengine alikuwa piginepiwa huko, au tu amekutwa na nini, wewe unakalia matusi. Mume apendi mke wa hivi. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na al-Imam Muslim. Ni hadithi ndefu kidogo, nimechukua mistari miwili tu ambayo inaendana na maudhui yetu. Kuna mke mmoja, mke wa sahaba, anaitwa Ummu Sulaim. Alikuwa mke mcha Mungu sana. Mume wake Abi Talha ameondoka kwenda safari. Alipoondoka kwenda safari, kachelewa. Baada ya muda, mama akafisha mtoto wake. Mume yuko safarini, mama akamuosha, wakazika. Mama huyo alichofanya, akaambia familia yake. Akawaambia nini? Qalat li ahliha, akawaambia familia yake, la tuhaddithu Aba Talha ibni, msimwambii Aba Talha kutokana na mtoto wake, hata akuna ahadithahu, mpaka mimi mwenyewe ahadithahu nimwadithie. Yani nyote hapo familia mchunge hisi mwenyewe, mtamwambia, tamhabarisha kutokana na mtoto wake. Aliporudi sahaba, kaingia ndani, akaribishwa na mke wake, kawekewa maji ya kuoga, kaoga, kala. Alipouliza watoto, akaambia watoto, mtoto ameenda kwa jirani, atarudi. Ndugu zangu, mpaka usiku ulipoenea, ile mida ya usiku, akafanya tendo lake. Alipomaliza, ashatulia, basi mke akafika na mwambia sasa. Akamwambia hivi, sikia mwanamke mcha Mungu, hivi mtu akikupa amana kisha akaja kuchukua amana yake, utakasirika? Mume akasema, sitakasirika. Mtu kakupa amana yake na kuja umrejeshee, utamrejeshea. Basi akamwambia, Mwenyezi Mungu ametupa amana na kisha chukua amana yake. Ule mtoto ambaye ulikuwa ukimuuliza ameshakufa na tumezika. Mume akakasirika sana,
asubuhi ilipokucha akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamhadithia. Mtume akamwambia, mke wako ni katika wake wa peponi, na ule usiku mlipolala Allah amejalia mimba imeingia na mtazaa mwingine mtoto bora kuliko yule aliyokufa. Sasa hapa ndugu zangu, wanawake wachukue hii kwamba mume anapoingia hujua aliingia na kitu gani, mpokee kwanza. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kwenye Jabal Hira, Jibril akamtokea akambana mbavu zake, anamwambia ikra, soma, akamfinya. Mtume akapatwa oga. Aliporudi nyumbani anaambia mke wake, ona uzuri wa ndoa. Mtume alikuwa na baba yake aliyomlea, alikuwa na ammi zake walikuwepo pale, lakini hajarudi kwa ndugu zake wote, karudi nyumbani kwa mke wake. Mke alimpokea, anakuja na hema. Mtume anasema, zambiluni, nifunikeni. Khadija anamwambia, Mola wako hawezi akakusahau, Mola wako hatakuacha. Anamfunika, anampa moyo. Hao wanawake baadhi yao leo unaweza ukaja unakimbia huko unakimbia kama walifumaniwa huko, anafunga na mlango. Lakini sifa nzuri na sifa bora kwa wanawake ni kuchukua haya 10, atawasaidia sana. Mume anaporudi wawe na mapokezi mazuri, mtu ajikame jipamba. Wanasema watu wanakioni, wanasema mwanamke anatakiwa aonekane bibi harusi kwa kila siku. Mume akigonga mlango inabidi mke awe iko tayari. Jumaa iliyopita tumesema ya kwamba mke inabidi ampokee mume wake amejipamba, amevaa nguo nzuri, awe na yale mambo ya kumfanya. Na watu na mama ndio wafunzi. Wewe hujui mambo ya kumfanya mume akaenda kufikiria. Watu wengine wanatoka zao kazini wanabaki kwa hawa, sisema kijiweni, ama kurudi nyumbani. Atarudi nyumbani kufanya nini? Wewe ametoka amemwambia maneno ya shombo, amemchanganya, hawezi kurudi. Lakini tukasema kwamba kuna wengine mambo mke awe mjanja. Wewe ni nyama zako nzuri sana, ufanye supu, mume akuziona. Asubuhi weka chapati zako, sambusa zako, njoo kwenye sinia yako, mpe mume wako. Hii inamfanya mume anabaki na kukumbuka, mume anabaki na kuwaza kila siku. Inafanya ndoa kudumu, na ndoa ni ibada kubwa sana ndugu zangu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.